Karibu na nikualike popote pale ambapo ulipo katika habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha rasmi kuwa draw ya upangaji wa makundi ya ligi mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2025-2026 itafanyika tarehe 3 Novemba 2025 jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Hafla hiyo itakutanisha vilabu vilivyofanikiwa kuvuka hatua ya awali ya michuano hiyo, ambapo macho ya mashabiki wengi yatakuwa kwa timu 4 kutoka Tanzania ambazo zimeendelea kufanya vizuri katika hatua za mwanzo za mashindano hayo. Kwa upande wa Tanzania, timu zinazowakilisha nchi katika mashindano hayo ni Simba Sports Club na Dar es Salaam Young African ambao wanashiriki ligi mabingwa barani Afrika, huku Azam na Singida Black Stars wakiwa ni wawakilishi katika kombe la shirikisho. Ushiriki wa vilabu hivi vinne unaonyesha mafanikio makubwa ya soka la Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki, sambamba na kuimarika kwa ushindani wa ndani unaoendelea kuibua wachezaji wenye ubora wa kimataifa katika michezo inayofuata. Kabla ya draw hiyo, Simba wanatarajiwa kuvaana na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini Jumapili Oktoba 26, 2025 Benjamin Mkapa, mchezo unaotazamiwa kuwa kipimo muhimu kwa kikosi hicho kinachoongozwa na kocha mpya mwenye matumaini ya kufika mbali zaidi msimu huu, meneja mkuu Dimitar Pantev. Yanga wao watashuka dimbani dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi, mechi ambayo imepewa uzito mkubwa kutokana na matokeo ya Yanga kufungwa mchezo wa awali mjini Lilongwe nchini Malawi goli 1-0. Yanga inahitaji ushindi katika mchezo huo ili kufuzu hatua ya makundi. Kwa upande wa kombe la shirikisho, Azam watakuwa na kibarua cha kukutana na KMKM kesho Ijumaa Oktoba 24, 2025 uwanja wa Azam Complex Chamazi. Azam anaingia uwanjani akiwa na kumbukumbu ya kuongoza goli 2-0 mchezo wa kwanza uliochezwa Zanzibari. Huku Singida Black Stars inatarajiwa kucheza na Flambeau Center ya nchini Burundi. Michezo hii inatarajiwa kutoa mwanga kuhusu kiwango cha timu hizo kabla ya draw ya makundi, huku mashabiki wakisubiri kwa hamu kujua, je, timu zao zitafika hatua ya makundi na ni wapinzani gani watakaopangwa kukutana nao katika hatua inayofuata ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Na mwenyekiti chama cha mpira wa pete maarufu kwa jina la netball mkoa wa Dar es Salaam CHANEDA Pili Rashidi amekiri kuwa uwepo wa ligi ya mpira wa pete umefungua fursa za ajira kwa wachezaji ambao wameonyesha ubora wao katika ligi hiyo iliyofanyika miezi ya hivi karibuni. Ajira hizo zimehusisha taasisi za kiserikali na taasisi binafsi, jambo ambalo limefungua njia ya mafanikio kwa wachezaji hao. Na pia ameibua kwanza wachezaji kama 5 majina yao ninahifadhi kwa kutokana na hali sio vizuri kuwatangazia watu wengi ambao wamekwenda jeshini. Jeshini JKT wamewachukua, magereza wamewachukua kwa ajili ya kufanya vizuri. Wamefanya vizuri. Kwa hiyo wamepatikana, wameonekana, wamechukuliwa na Mungu akajalia, basi watapata ajira huko jeshini. Lakini pia ni kutumia njia hiyo na kigezo hicho, ni waombe watoto wangu wapenzi wa netiboli, wachezaji wa netiboli mkoa wa Dar es Salaam wasikate tamaa kama wenzao walivyokwenda, nao watakwenda. Aidha, katika kuhakikisha taifa la Tanzania linajipambanua katika mpira wa pete, chama cha mchezo huo mkoa wa Dar es Salaam kimejidhatiti kuhakikisha ligi hizo zinafanyika kila mwaka ili kuinua viwango vya wachezaji wa mchezo huo. Jitahidi kuokoa netiboli na kuisimamisha netiboli kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Tuna tabia ya mashindano ya daraja la 3. Vipo uongozi ambao ulikuwa unakwama, lakini kwa uongozi wetu ambao tunamaliza muda wetu, hakuna mwaka ambao tumekwama mashindano ya daraja la 3. Tumefanya yote, na hivi ninavyokuambia leo hii mpaka nimekuja hapa, mmeniita, nimeleta cheti. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ni jitihada yako mwenyewe. Utakapopenda kitu ndio kitakapokutoa. Na netiboli sasa imerudi inapendwa na watoto wadogo, wasichana wazuri. Tumeani yale mashindano, nafikiri kimtavandani ulikuwepo pale. Wamefanya vizuri sana, wachezaji wazuri wametokea. Yaani netiboli ipo, isipokuwa netball lazima nikiri kwamba haiko, bado haijafika kiwango cha football. Tumalizie kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Vyombo vikubwa vya habari barani Ulaya vimeripoti habari njema kwa mashabiki wa Real Madrid kuelekea mchezo wa El Clasico unaotarajiwa kufanyika
Jumapili hii baada ya kuthibitishwa kwamba wachezaji wao muhimu kama Trent Alexander-Arnold na Dani Carvajal wote watakuwa tayari kwa pambano hilo kubwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini Hispania, wachezaji hao wamepona majeraha yao waliokuwa yakiwasumbua kwa muda na wamerejea mazoezini kikamilifu chini ya uangalizi wa benchi la ufundi linaloongozwa na kocha Xavi Alonso. Hata hivyo, ripoti hizo zimeeleza kwamba Xavi Alonso pamoja na benchi lake la ufundi watachukua tahadhari kubwa katika usimamizi wa muda wa kucheza wa wachezaji hawa ili kuepuka kurudiwa na matatizo ya misuli, huku Alonso akipanga kutumia kikosi chake kuhimili presha ya mchezo huo mkubwa unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali. Kwa upande wa Barcelona, hali ni tofauti kidogo baada ya nyota wao wawili Frank de Jong na Andre Christensen kushindwa kushiriki mazoezi ya leo kutokana na maradhi ya tumbo. Taarifa kutoka vyombo vya habari nchini Hispania zinaeleza kuwa wawili hawa wamelazimika kupumzika kwa tahadhari, lakini madaktari wa klabu wana imani watakuwa fiti ifikapo Jumapili. Vyombo vya habari vimebainisha kuwa El Clasico ya msimu huu inaweza kuwa moja ya michezo yenye mvuto zaidi msimu huu, kwani timu zote mbili zinaingia zikiwa na nguvu mpya na matumaini ya kuendeleza vita vya kuwania ubingwa wa La Liga. Mchezo wa El Clasico utachezwa Jumapili, Oktoba 26, 2025 saa 12:15 jioni, ambapo Los Blancos Real Madrid la Casablanca watakuwa nyumbani Santiago Bernabeu. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EA TV.